kinachotufanya tunashindwa kukaa kwenye majukumu yetu, kumezwa na majukumu ya kazi. Workaholic, kumezwa na majukumu, unashindwa kukaa. Una uwezo, umepevuka, unaweza kuchukua na unazijua responsibilities zako, lakini you're busy all the time. Na wanaume tuko busy kweli, tukirudi nyumbani unakoromea kwenye kocha hapa. Zamani wakati mama anakupenda, mapenzi hapo, anakufukuzia nzi, anakuamsha baba nani tukalale. Sasa hivi umemuuzi, anakuacha hapo na mambu yanakukula tu. Tena anatamani angeyafuga na mengine ya kung'ate vizuri. Hata akuamshi unaambiwa. Zamani alikuwa anakufunikia hapo ili angalau aangalie tamthilia afu akuamshe. Sasa hivi tena akiona unakoroma ndio anazima kila kitu, aenda zake kulala. Anambia mbu chakula chenu hicho. Hafai kwa mvua wala kwa nini. Mbu, embu enjoy mbu. Tena anatamani upate na malaria. Mungu ikiwezekana akuchukue tu. Una maana. Bwana asifiwe. Busy, we kila kitu busy. Baba nani basi tukitoka chachi tukae hata pale umbrella tupate hata baga. Niko busy kutoka chachi naenda site. Uko busy, ngoja ufe na mke wako kijana. Kuna watu watakuonyesha kwamba wao wanaga ubize. Kuna mtu ananielewa? Mimi nakwambia ukweli. Kati ya watu wanakuja ofisini kwangu wanagonga meza, Mauki mke wangu ametembea na kwani amenishinda nini? Naambia kuna kitu amekushinda mwamba, kuna kitu amekushinda. Nini? Naambia muda. Wewe uko busy. Kuna watu wanatafuta walioko busy kama hao wasaidie shughuli zao. Watu wa Mungu, naomba nikwambie, uko kanisani lakini naomba ulimwenguni huko kuna mambo mengi. Acha kuwa busy wakati wote. Let me tell you, kama wewe ni mtu mwenye hekima, utatoa muda kwa ajili ya vitu viwili the best kwenye maisha yako. Moja, mke wako. Namba 2, watoto wako. Au moja, mwenza wako. Namba 2, watoto wako. Acha kuwa busy kuliko shetani. Kila siku uko busy. Na mara nyingine unakuta yamkini aliyeko busy sio baba. Baba labda amejiajiri kwa anajipangia muda wake. Mama. Ngoja nikupe saikolojia. Hivi unajua biashara ya mwanamke kwenda kazini haikuwepo wakati wa uumbaji. Ngapi nakubaliana na mimi? Is not a god engineering mwanamke kwenda kazini. Ikimbelembele kimeanza hapo wakati wa Industrial Revolution, mapinduzi ya viwanda, karne ya 1100 ngapi? Karne ya 19 mwanzoni, baada ya kutoka kwenye Agrarian Revolution. Bwana asifiwe. Sasa kwenye saikolojia riski ni kubwa sana. Yaani balance inakuja pale ambapo baba anatoka nje ya mlango, mama anakuwa zaidi ndani ya mlango. Ikiwa reverse, mama akatoka zaidi, baba akakaa zaidi ndani, shida. Mtu ananielewa? Hata kama mama anafanya kazi na biashara, movement yake ya nje ikizidi ya baba, yani baba akawa ndani zaidi, ni changamoto. It's an automatic design. Baba anatakiwa awe out of the door more na mama in the door more. Design. Kwa ukiona wote mko sawa, ni changamoto. Unafikiri kwa nini US na kwingine kuna shida sana? Kwa sababu wanatoka wote, wanarudi wote, au wanatoka kwa nyakati tofauti. Unakwenda Marekani unakaa kwa mtu, unakaa miezi 2. Kuna mtu hujamuona na uko kwake. So anarudi umelala, naondoka umelala. Anaomba ruhusa siku ya kukuchukua airport na anaomba ruhusa siku ya kukupeleka airport kwa unaondoka. Busy. Kwa ukikana wanandoa ukiuliza mara ya mwisho kufanya tendo la ndoa ni lini, nakwambia wala usiulize kwa nguvu hilo swali. Sikumbuki. Sasa hilo swali na wewe unabidi ujiulize. Huko Mwanza, mke wako uko naye hapa, amevaa vizuri, mara ya mwisho kufanya naye mapenzi lini? Maka mmekaa muda mrefu mjafanya tendo la ndoa, mpaka sasa hivi hata kubadilisha nguo mbele ya mwenzako unaona aibu.
umeshaona kwenye ndoa mtu anaanza kwenda kubadilishia nguo bafuni. Unajua kumuona anavaa hata siku moja, unamuona kashavaa tu miaka yote. Unaona tu yuko kama amezaliwa nazo vile hizo nguo. Akitaka kuvaa anachukua huyo, ameingia huko, mara amerudi ameshamaliza. Ukiona anapoteza comfort kuwa empty mbele yako, shida kubwa sana. Psychologically, ukishampoteza mtu ndani yako when it comes to intimacy, ile feeling, unaanza kuhofia akikuona huna nguvu. Kama unielewi, intimacy ya Mungu na Adamu ilivyopotezwa, kitu cha kwanza Adamu alivyomwambia Mungu, alivyomuuliza location question, uko wapi? Yeye alisema niko uchi. Comfort kuisha. Na mtu ananielewa? Comfort la intimacy likipotea kwenye ndoa, huwezi kuwa una confidence ya kutoa nguo yupo. Ndio wengine mna comfort kwamba angalia kule navaa. Jeuka. Wakati zamani ilikuwa hamna, mnakaa kabisa mnapiga story. Lakini ukikumbuka lini umemwona wife yuko kama alivyozaliwa, hukumbuki. Kuna shida. Uko busy mwenyewe, unachimba madini. Uko busy unauza mazao. Uko busy unafanya biashara. Uko busy na udaktari. Uko busy na huduma. Let me tell you, Mungu siku ya mwisho kabla ya kukuuliza kazi yako na huduma yako, atakuuliza kuhusu mke wako na mume wako na familia yako. Kuna mtu anaelewa? Sababu ya mwisho kwa nini watu wengi wafanye majukumu yao au wajibu wao ni migogoro na magomvi na kutoelewana. Migogoro na magomvi na kutoelewana. Sasa watu wengi tulikuwa tunajaliana na nini, tunafanya majukumu yetu, lakini migogoro, na mwanaume ndio mtu wa kwanza kabisa, migogoro ikiwa mikubwa tuna withdraw. Kwenye conflict resolutions, kati ya watu na wafundisha kwenye corporate na makampuni, topic inaitwa conflict resolutions. Nafundisha conflict resolutions. Psychologically, mwanaume kwenye intimate conflicts au kwenye ndoa na mahusiano, mgogoro unapokuwa, mwanamke ana solve tofauti na mwanaume ana solve tofauti. Mwanamke anaitwa resolver, anataka msolve. Ndio maana mwanamke hataki mlale. Atakwambia baba nani, hata kama umelala, baba nani, amka. Hivi ulimaanisha nini pale? Naomba unisamee. Ile neno linaniuma. Hataki mlale mwanamke. Kwa nini? Yeye kwa kisaikolojia ni resolver, ana solve. Sisi ni withdrawers. Baba nani nisamee, nishakusamee jana, tulale. Sisi hatutaki kuongea. Sisi tuna withdraw. Ndio maana unakuja kugundua magomvi yakisha kuwa makubwa, mwanaume anaanza kupunguza nafasi za kuja nyumbani au anachelewa. Kwani sisi by nature tuna withdraw. Tunatoka. Tunakuachia na watoto wako. Sisi hatutaki kuja nyumbani, na utakuja kugundua migogoro ikishazidi, most of time mwanamume ndio anaanzisha mahusiano pembeni. Why? Tuna withdraw. Hata kelele. Kwa migogoro ikishazidi, tunaondoka kwenye majukumu yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Amina.